Tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 14 ya simulizi yetu inaitwa Ndizi kwa Mlenda, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo. Sehemu iliyopita, kama utakuwa unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo maisha yalikuwa yameshaanza kumnyokia kijana wetu Jackson Kifaru, kwa sababu licha ya yeye kuanza kuishi vizuri na mpenzi wake wa utotoni Mona Lisa huku Dar es Salaam, lakini pia alikuwa amewarejesha wazazi wake kule mjini Songea katika nyumba yao ambayo miaka 5 iliyopita ilichukuliwa na watu wa benki kwa sababu za kushindwa kumalizia mkopo. Hapa Songea mambo yalikuwa ni mazuri sana kwao wazazi wa Jackson. Majina yangu naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Tunazidi kusonga mbele na sehemu ya 14 siku ya leo. Jioni ya leo huko Songea ilikuwa ni siku ya kipekee sana kwa familia ya mzee Kifaru, ambao mida hii ya saa 1 kasoro za jioni walikuwa wamevalia nguo zao nzuri kabisa za kupendeza na walikuwa wamekaa sebuleni kama wageni hivi, na walikuwa wanatazama TV kwa utulivu mkubwa sana. Ilifika wakati mzee Kifaru ndio akakumbuka kwamba pale sio kwamba walikuwa ni wageni, bali palikuwa ni nyumbani kwao na walikuwa wanahitaji kujifanyia mambo wao wenyewe. Mama Jackie anajua kwamba hapa inabidi upike, kwa sababu hakuna na mtu ambaye anaweza kuja kutupikia. Alikuwa anazungumza vile mzee Kifaru. Mama Jackson alicheka kidogo na kisha kuzungumza. Kusema kweli, yani mwenzangu, mimi sielewi kabisa. Unajua, mpaka sasa najiona kama na mimi ni mgeni kabisa hapa nyumbani, na kwamba kesho labda tunaweza kuondoka na kuelekea kule kwenye kibara chetu kijijini. Alikuwa anazungumza vile mama Kifaru, na huku alikuwa anainuka na kuelekea jikoni. Dakika chache baadaye mama Jackie akampokea mgeni ambaye alikuwa ni mama wa jirani, mmoja kati ya marafiki zake wa zamani, japo alikuwa hajawahi kabisa kumwona wakati wa matatizo ya kuibiwa fedha wala matatizo ya kuugua. Lakini sasa kwa sababu alikuwa amerejea katika nyumba mpya, basi ndio jirani alikuwa anajitokeza. Walijiunga pamoja katika upande wa jikoni na kuanza kupeana habari za miaka iliyopita. Japo mama Jackie alikuwa amependeza mno kwa mavazi mapya ambayo alikuwa amevaa, lakini ukweli ni kwamba bado alikuwa anaonekana kuwa alikuwa ametokea katika mazingira magumu. Dakika kama 15 baadaye akaongezeka jirani mwingine, nao wakazungumza naye na kumkaribisha tena mjini, na huku alikuwa anampatia hongera nyingi sana kwa kuweza kurejesha nyumba katika mikono yao, lakini pia wakimsifia sana kwa kununua gari. Walizungumza mambo mengi sana, na huku walikuwa na wasimulia mabadiliko ya pale mtaani kutoka walipoondoka miaka 5 iliyopita mpaka leo wanarejea tena. Na kuna watu walikuwa nasema kwamba walihama, na kuna watu walikuwa wamezaliwa, kuna watu walikuwa wamekufa, na kuna watu walikuwa wamehamia pia katika mtaa huu. Kwa ufupi ni kwamba tayari mama Jackie alishaanza kurejesha marafiki aliyowapoteza zamani mara baada ya hali yake ya maisha kubadilika na kuingia katika umasikini mkubwa ambao yeye pamoja na mumewe mzee Kifaru hawakujua kabisa chanzo cha yoyote. Alikuwa ni mtu wa karibu kabisa, kwa sababu siri hii bado ilikuwa mkononi mwa Jackson pekee. Bado mzee Kifaru pamoja na mkewe hawakuwa wanajua kabisa kwamba mume wa Doris, yani mdogo wake na mzee Kifaru, bwana Kichenje, ndio alikuwa amehusika na mpango mzima wa wao kwa masikini. Lakini huko Dar es Salaam, Tanzania, mida hii ya usiku, Danieli pamoja na wenzake wake na Sudi walikuwa pale maili 1 mita chache kutoka mzani wa zamani. Walikuwa kwenye baa ya pili kutoka njia panda ya maili 1 shuleni. Na kama ilivyo kawaida yake, leo meza yake ilikuwa na watu 6, yani wanaume 3 pamoja na wanawake 3, na kati yake Danieli alikuwa pamoja na wake na Jomo pamoja na Sudi. Pombe zilikuwa zimetapakaa tu, ungesema kwamba Danieli Kabazu alikuwa na pesa nyingi sana, na kumbe mara moja huwa na muomba Mona Lisa ama hata Mama Mona akitaja jambo la uongo ili kusudi apate pesa ambazo akizipata tu basi anakwenda kuzitumbua pamoja na wanawake. Sema bosi, ni kama tumelala sana yani. Ama ndio kusema kwamba umeshakata tamaa? Alikuwa anauliza bali swali Jomo, na huku alikuwa anaendelea kula tu.
yaani kama upo kichwani mwangu vile Jomo, kwa sababu kuna kitu ambacho nafikiria. Alikuwa anazungumza pale Danieli, na huku alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na machungu fulani kwa kukumbushwa jambo lile. Basi weka mpango mezani bosi, tusichelewe, sisi tuamshe majeshi mara moja tu. Alikuwa anazungumza pale Sudi kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa shauku kubwa sana. Wacha kwanza nianze kusuka mchongo, nitawaambia ni lini tunafanya kazi. Alikuwa anazungumza pale Danieli Kabazu, na huku alikuwa anaendelea tu kupata moja moto moja baridi. Lakini pia huku Kibamba upande wa Mlogazira mambo yalikuwa moto kweli kweli. Jackson pamoja na Mona Lisa, yani baba pamoja na mama wa Krala, walikuwa wamejilaza kwenye kochi moja kubwa. Mona Lisa alikuwa amelala juu ya Jackson wakizungumza na kucheka kwa pamoja, na huku alikuwa anafanyana michezo ya kimahaba pia. Jackson alikuwa amevaa bukta ndefu ya kawaida bila shati, na hivi sasa afya yake ilikuwa imeanza kurejea, na alikuwa anaonekana vizuri kabisa katika umbo la kiume, na kumfanya Mona Lisa ajisikia raha kuchezea tu chuchu twa kiume twa Jackson. Mona Lisa sasa ndio alikuwa hatari sana, kwa sababu alikuwa amevaa t-shirt pana refu mpaka kwenye mapaja bila sidiria, ambayo ilikuwa imepanda juu kabisa na kuacha eneo kubwa la makalio wazi, na kufanya chupi aina ya bikini ya rangi nyekundu ambayo alikuwa amevaa kuonekana wazi kabisa. Muda wote huo harufu nzuri ya kuku ambaye alikuwa anachemshwa huko jikoni ilikuwa inazidi kuzagaa katika nyumba nzima. Jackson, mimi nafikiri kwamba tunatakiwa kupanga safari ya kuelekea Songea, kuhakikisha kwamba tunakagua mradi wetu wa kununua nafaka, na kisha tuje tuambie wazazi wetu kwamba tunahitaji kufunga ndoa. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ya kudeka kama kawaida. Mimi nafikiri kwamba kwa wazazi wangu haitakuwa shida kabisa Mona, lakini nawaza tu kuhusu wazazi. Jack, ngoja kwanza niangalie mboga jikoni. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kabla hata Jackson hajamaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze. Aliinuka juu ya Jackson na kisha kuitazama dudu yake, ambayo kusema kweli kabisa haikumzoea Mona Lisa hata kidogo, kwa sababu ilikuwa imesimama vibaya mno. Nawe jamani, si utulie kwanza mpaka tule. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na huku alikuwa anapeleka mkono kwenye ndizi ya Jackson, anaigusa kidogo kwa kuipapasa. Wote wanashika kidogo, na Mona Lisa anaondoka na kuelekea jikoni, na huku makalio yake alikuwa anatikisika kwa fujo. Jackson naye hakubaki kwenye kochi, aliinuka na kisha kumfuata Mona Lisa kule jikoni, ambako alimkuta alikuwa amesimama mbele ya meza iliyokuwa na jiko la umeme, na alikuwa anaendelea tu na mapishi yake. Namkumbuka sana Bibi Krala kwa sababu yeye ndiye alinifundisha kupika, ili kusudi niwe naweza kumpikia mjukuu wake. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, ambaye sasa alikuwa anakamulia ndimu kwenye mboga na kipande kingine alikuwa analamba mdomoni. Ukweli ni kwamba zaidi ya kupika, kula na kupanga mipango mingine ya biashara yao mpya huko Songea, lakini pia wakikadiria furaha ya Mzee Kifaru pamoja na mke wake huko Songea, ambao tayari walikuwa wamehamia katika nyumba yao mpya huku mjini, nyumba ambayo ilishauzwa lakini wameinunua tena. Safari hii sio tena nyumba ya ukoo, na nyumba ni ya familia moja tu, yani Bwana na Bibi Dennis Kifaru. Lakini pia kingine katika usiku wa leo ilikuwa ni kupeana ndizi kwa mlenda kwa kwenda mbele, kitu ambacho Mona Lisa alikuwa anakipenda kwa Jackson kuliko hata usingizi. Hebu fikiria msikilizaji, Mona Lisa alikuwa anafikia hatua ya kumwacha kabisa mtoto Krala na binti wa kazi huko nyumbani. Yeye alikuwa analala tu huko kwa Jackson akipeana dudu. Kwa ni wazi kabisa kwamba inawezekana Mona Lisa alikuwa anapenda sana ndizi ya Jackson kuliko kitu chochote kile. Siku ya pili ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Saa 4 za asubuhi zilimkutia Mzee Kifaru huko kijijini Lumecha. Yeye pamoja na familia yake walikuwa wanaitazama nyumba yao, ambayo ilikuwa ni nyumba aliyowahi kuijenga yeye na kisha baadaye ikauzwa na familia, na yeye pamoja na mke wake na watoto wakaambulia mgao wa shilingi 20,000. Wanafamilia walioiuza nyumba hiyo walikuwa ni wadogo zake Christina pamoja na Doris, na walikuwa nasaidiana na waume zao akiwemo Bwana Kichenje. Ilikuwa ni nyumba ambayo Mzee Dennis Kifaru, ambaye ni kaka mkubwa wa familia, alikuwa amejenga mara tu baada ya kupata kazi
na huku akihama kwenye nyumba ndogo ya udongo na kuhamia katika nyumba hiyo kubwa huko kijijini Lumesha, na wao kuonekana moja kati ya familia iliyokuwa na uwezo kipesa, na nyumba yao kuonekana moja kati ya nyumba bora sana pale kijijini Lumesha, kabla ya wadogo zake Christina pamoja na Doris kulazimisha iuzwe ili kusudi kila mtu apate chake, wakimwacha kaka yao akihangaika kwenye vijiji mbalimbali. Nyumba ambayo leo inaonekana kwamba ni nyumba ya kisasa mara baada ya kununuliwa tena na kukarabatiwa upya, na pembeni kukiwa na jengo jingine kubwa ambalo bado lilikuwa linaendelea kujengwa pia, likitolewa ufafanuzi wa kwamba ni ghala la kuhifadhia nafaka ambazo zitakuwa zinanunuliwa huko vijijini. Watu wengi walikusanyika hapa nyumbani kwa mzee Kifaru pale kijijini Lumesha, na walikuwa wanaonekana kushangaa tu kama ambavyo ilikuwa kule mjini, yani Mfaranyaki, na ni wazi kabisa kwamba mwanzo watu hawakujua kabisa kwamba nyumba hiyo ilikuwa imenunuliwa kwa ajili ya mzee Kifaru na familia yake. Ni kweli kabisa watu hawakujua kabisa kama hii nyumba iliyonunuliwa inarejea tena katika mikono ya bwana Kifaru pamoja na familia yake, kwa sababu habari ambazo zilizokuwepo wakati wa ujenzi unaendelea na ukarabati wa nyumba uliokuwa unaendelea katika miezi miwili iliyopita chini ya usimamizi wa dada Mage zilikuwa zinasema kwamba eneo hilo alikuwa amenunua mmoja kati ya matajiri wakubwa sana hapa Songea kwa ajili ya shughuli zake za kununua mazao ya nafaka. Na sasa leo alikuwa anashangaa kumwona mzee Dennis Kifaru alikuwa anakuja pamoja na familia yake akitumia usafiri binafsi. Safari hii sasa ilikuwa ni zamu ya mzee Kifaru mwenyewe kutoa machozi. Alikuwa analia sana kwa furaha mara baada ya kuona kwamba kila kitu ambacho kilitoweka katika mikono yake kilikuwa kinarejea tena. Kusema kweli kabisa, mke wangu, hakika naamini kwamba yote magumu tuliyoyapitia tulipitishwa tu makusudi ili kusudi tujifunze kitu. Alikuwa anazungumza vile mzee Kifaru, na huku alikuwa ndani ya ile nyumba ambayo ilikuwa na kila kitu, japo sio kama ile nyumba ya mjini, lakini kwa pale kijijini Lumesha nafikiri kwamba hii ndio ilikuwa ni nyumba iliyokuwa na thamani kubwa zaidi kuliko nyumba zote. Na tunapaswa kusema asante kwa kila jambo, mume wangu. Huwezi jua kama tusingeibiwa kwa kutepeliwa, tungeibiwa kwa njia gani, na pengine kwa sasa tungekuwa tumepatwa na mambo mabaya zaidi ya yale tuliyoyapata. Alikuwa anazungumza vile mama Jackson ambaye sasa uso wake walikuwa wenye furaha kupita kiasi. Majira ya saa 6 za mchana Jumamosi ya leo yalimkuta Mona Lisa alikuwa anaingia maili moja na gari lake Toyota Land Cruiser V8, na ndani ya gari kulikuwa na watu 4, yani yeye mwenyewe Mona Lisa, mtoto wake kipenzi Krala ambaye alikuwa anaonyesha alikuwa na furaha kupita kiasi, lakini pia alikuwepo Subira, dada wa kazi, pamoja na Aisha, yule dada wa kule ofisini kwa Mona Lisa, kibaha kwa mfipa. Lakini sasa dada, mbona hutuambii kabisa kuna kitu gani ambacho kinaendelea jamani? Angalau nidokeze kidogo basi. Alikuwa anazungumza vile Aisha ambaye alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa na shauku, kwa sababu alipigiwa simu ya asubuhi tu akaambiwa kwamba kuna kitu muhimu sana kwa Krala, lakini alikuwa anahitaji hata yeye Aisha awepo kwa sababu ilikuwa ni muhimu sana kujua, na hakumwambia kabisa kilikuwa ni kitu gani. Dada Aisha, wewe kuwa mpole tu. Wacha kwanza nichukue vocha dukani alafu tuendelee na safari. Tunaelekea katika hoteli ya Panama kwenye garden, na mtajua kila kitu tukishafika hapo hapo. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anasimamisha gari pembeni ya duka moja kwa ajili ya kuchukua vocha. Sawa dada, basi sisi tunasubiria tu. Alikuwa anazungumza vile Aisha ambaye kusema kweli kabisa alikuwa na shauku ya hali ya juu kabisa, kwa sababu alijua fika kabisa kwamba hiki ambacho kinamtokea leo pengine ndio kilikuwa ni chanzo cha furaha yake kubwa ambayo ilikuwa imemtawala Mona Lisa katika siku za hivi karibuni. Lakini sasa wakati Mona Lisa anajiandaa kushuka kwenye gari ili kusudi akanunue vocha kama ambavyo alikuwa amesema, mara mtoto Krala akaanza kupiga kelele pale pale. Mama usishuke, majambazi hao watakuona mama, usishuke. Alikuwa anazungumza vile mtoto Krala kwa sauti ya uoga na mshtuko mkubwa, na huku alikuwa anaonyesha mbele yao, yani nje ya gari. Wote wanashtuka na kisha kutazama kule ambako mtoto Krala alikuwa anaonyesha. Mona Lisa, Subira pamoja na Aisha wanawaona wanaume wawili waliopanda pikipiki na walikuwa nakuja katika upande wao.
Mungu wangu, ni kitu gani tena hiki jamani? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya kunong'ona iliyokuwa na mshtuko wa wazi kabisa. Aisha pamoja na Subira wanashtuka zaidi. Dada Mona, vipi tena, kuna kitu gani? Alikuwa anauliza vile swali Aisha, na huku alikuwa anaungana na Mona Lisa kuwatazama wale wanaume wawili ambao ni wale vijana wawili waliowaona jana wakiwa pamoja na Jackson, na tena aliwaona wakiwa pamoja na Danieli. Clara mwanangu, kwa nini unawaita ni majambazi? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa kwa sauti ya tahadhari. Mama, wale si ndio walimpiga sana Anko Saidi, alafu akaniiba mimi. Anko mwingine ndio akaja kuniokoa. Alikuwa anazungumza vile mtoto Clara, na kwa hakika kabisa msikilizaji, Mona Lisa kuweza kabisa kumaliza kusikiliza maneno ya Clara ambayo alikuwa anazungumza. Pale pale alianza kuhisi kizunguzungu, giza likatanda usoni na mwili ukakosa kabisa nguvu. Mona Lisa anajaribu kupambana ili kusudi afumbue macho yake. Clara, unasema kweli? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa tabu. Sauti ilikuwa inatoka kwa nguvu na yanafumbua macho kwa nguvu na kushangaa kujikuta alikuwa amelala. Na tena sio kulala kwenye gari, ilikuwa ni katika kitanda cha hospitali. Jamani, imekuwaje tena? Mbona sielewi kabisa. Hapa ni wapi na nimefika saa ngapi? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa ambaye alikuwa anatazama kutoka upande wa kulia. Macho yake yanakutana na dokta pamoja na nesi pia. Usijali kabisa dada, uko katika sehemu salama. Hapa ni Tumaini hospitali, maeneo ya Kibaha. Uliletwa hapa masaa mawili yaliyopita ukiwa umezimia, na vipimo vya awali vinaonyesha kwamba hauna tatizo lolote zaidi ya uchovu pamoja na mshtuko kidogo, lakini kuna vipimo zaidi tunavisubiria. Alikuwa anazungumza pale huyo dokta. Mungu wangu, na wakina Clara wako wapi dokta? Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa na wasiwasi na uoga mkubwa. Wenzako wote wako nje. Alikuwa anazungumza pale daktari ambaye sasa alikuwa anaandika vitu fulani kwenye kitabu chake. Na vipi Dr. Jackson naye amejua kwamba nimeletwa hapa hospitalini? Kwa sababu najua kabisa kwamba ni lazima atakuwa na wasiwasi mkubwa. Alikuwa anauliza pale swali Mona Lisa, na hapo sasa dokta akamtazama nesi, ni kama vile alikuwa anamtaka yeye ndio ajibu kuhusu huyo mtu ambaye bila shaka hawakuwa wanamjua. Lakini kabla hawajajibu chochote, mara pale pale mlango unafunguliwa. Anaingia mama yake na Mona Lisa ambaye alikuwa na uso wa mshtuko, na huku alikuwa ameongozana pamoja na Daniel Kabanzu pamoja na Clara ambaye uso wake ulikuwa unaonyesha ulikuwa umekosa kabisa amani. Mona Lisa anapomwona Daniel Kabanzu mara moja anakumbuka kuhusu wale vijana wawili waliokuwa juu ya pikipiki ambao jana Jackson alimwambia kwamba walikuwa ni majambazi, na tena akiitambua pikipiki na gari la Daniel. Na tena leo mtoto wake Clara anamwambia tena kwamba wale vijana wawili walikuwa ni majambazi na ndio waliomteka miezi michache iliyopita. Mwanangu, vipi, unaendeleaje? Nimepigwa simu na Aisha kwamba umepoteza fahamu ghafla tu na kuletwa hapa hospitalini. Alikuwa anauliza pale swali mama Mona, na huku alikuwa anasogea kitandani na kuanza kumkagua Mona Lisa kama vile ambavyo mama huwa anamkagua mtoto mchanga. Mona Lisa anamtazama mtoto wake Clara ambaye kusema kweli kabisa uso wake umekosa kabisa amani. Nafikiri kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya kile ambacho kimemtokea mama yake. Kwa sasa naweza kusema kwamba anaendelea vizuri tu. Ulikuwa ni kama mshtuko tu, lakini pia inaonekana kwamba ana uchovu mwingi unaosababishwa na kutolala vizuri, ama labda anafanya kazi kupita kiasi. Aliyetoa jibu hilo alikuwa ni dokta. Mona Lisa mwenyewe anamtazama Daniel Kabanzu ambaye naye pia anamtazama Mona Lisa kwa macho ambayo ungesema kwamba alikuwa anamwonea huruma mgonjwa. Wakati huo mama Mona alikuwa anamtazama Daniel. Baba, sasa unatakiwa kumsaidia mwenzako kwenye majukumu ya ofisi ili kusudi yeye apate muda wa kupumzika. Alikuwa anazungumza pale mama Mona na Daniel kujikuta alikuwa anaacha tabasamu
na huku alikuwa anaitikia kwa kichwa kukubaliana na mama mkwe wake kile ambacho alikuwa amezungumza, kwa sababu alikuwa anajua fika kabisa kwamba sasa ndio wakati wa kujipatia pesa nyingi, iwe ni kwa kuiba yeye mwenyewe ama kwa kuwatuma vijana wake wa kazi, yani wakina Joma pamoja na Sudi. Ni wazi kabisa kwamba walikuwa ni majambazi wenzie. Lakini sasa ilikuwa ni tofauti kabisa kwake Mona Lisa, ambaye anatikisa kichwa kumaanisha kwamba alikuwa anakataa, na hilo linamshangaza sana mama yake ambaye anatoa macho kwa mshangao. Lakini Mona Lisa, mwanangu, si umemsikia kabisa daktari kile ambacho amezungumza hapa? Alikuwa anauliza pale swali mama Mona kwa sauti ya mshangao na ya kulazimisha hivi. Mama, tunahitaji kwanza kukaa na kuzungumza kabla ya kupanga hilo jambo. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa sauti ya utulivu, sauti ya mgonjwa aliyezidiwa kidogo. Hapo ni kama vile mama Mona anapoa. Sawa basi, tutakaa ili kusudi tuzungumze, lakini kwa sasa unatakiwa kupumzika kidogo Mona Lisa, na Daniel ndio atasimamia kampuni. Sawa mwanangwe? Alikuwa anazungumza pale mama Mona kwa sauti ya upole, japo ni kama vile alikuwa ameshaweka maamuzi tayari. Lakini mama, nimesema kwamba tutakaa kwanza tuzungumze kuhusu jambo hilo. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, safari hii ni kwa sauti ambayo ilikuwa na msisitizo. Basi sawa Mona, lakini huyo ndio pekee ambaye anatakiwa kukusaidia majukumu kama hayo ya ofisi. Hakuna mtu mwingine ambaye tunaweza kumwamini. Alikuwa anasisitiza vile mama Mona, na wakati huo mlango alikuwa anafunguliwa tena. Akaingia nesi mwingine na huku alikuwa na jarida mkononi. Samahani dokta, kuna majibu ya mgonjwa hapa kutoka maabara. Alikuwa anazungumza pale huyu nesi na huku alikuwa anamkabidhi dokta lile faili. Dokta akapokea na yule nesi akatoka nje akiwaacha watu waliowakuta humo ndani. Hakuna hata mtu ambaye alikuwa anamjali daktari ambaye alikuwa anasoma majibu ya maabara, wala hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa na hamu na hayo majibu, kwa sababu tayari walishaambiwa kwamba walikuwa ni mshtuko tu na uchovu basi. Lakini Mona, itakuwa ni vizuri kama ukasikiliza ushauri wa mama hapa, kwa sababu mimi sina tatizo kabisa. Nitaacha kila kitu ambacho nafanya kwa ajili ya kusaidia usimamizi wa kampuni. Alikuwa anazungumza pale Daniel Kabazu kwa sauti ya upole. Safari hii dokta ndiye aliyekatiza mazungumzo yao. Samahani kidogo jamani, mnaweza kutupisha na mgonjwa pengine? Alikuwa anazungumza pale daktari na huku alikuwa anawatazama mama Mona pamoja na Danieli ambao ndio walikuwa wanatakiwa kutoka nje. Danieli hakusubiria kabisa dokta azungumze mara mbili. Akatoka nje mara moja na huku alikuwa anamwacha mama Mona. Kama ni majibu basi hata mimi naweza kusikiliza, si ndio mwanangwe? Alikuwa anazungumza pale mama yake na Mona ambaye ni wazi kabisa kwamba hakutaka kutoka mle ndani, na hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya upendo wake mkubwa kwa mtoto wake wa pekee. Ni sawa tu mama, kwa sababu anaweza kusema kwamba ni majibu mazuri na sio ya kufanya siri. Alikuwa anazungumza pale dokta na huku alikuwa anaonyesha uso wa tabasamu, na kisha akamtazama Krala ambaye huyu alikuwepo mle ndani na alikuwa amesimama pembeni ya kitanda karibu kabisa na pale ambapo alikuwa ameegemeza kichwa mama yake. Mona Lisa, samahani, huyo ni binti yako? Alikuwa anauliza pale swali dokta ambaye uso wake ulikuwa ni wenye tabasamu la uchangamfu. Mona Lisa anaitikia kwa kichwa kwamba ndio, Krala alikuwa ni binti yake. Na huyu aliyetoka hapo ni babake, si ndio? Alikuwa anauliza pale tena swali dokta. Hapo sasa mama Mona ambaye hakutaka ionekane kwamba binti yake alizaa kabla ya kuolewa, akadakia pale pale na kutaka kusema ndio. Lakini sasa kabla hata hajamaliza kuzungumza, Mona Lisa akajibu pale pale, hapana dokta, sio baba yake. Alikuwa anajibu pale Mona Lisa na mama yake akatazama pembeni kwa aibu, kwa sababu yeye alikuwa ameshaanza kusema ndio, lakini Mona Lisa akamkatiza na kusema hapana. Lakini huyo ndio mume wako kwa sasa, si ndio? Alikuwa anauliza pale swali dokta ambaye ni kama vile alikuwa anataka jambo fulani lifanyike. Hapo sasa mama Mona akaona kwamba ni vyema atoe jibu sahihi ambalo litamtunzia heshima binti yake kwamba alisha kuzaa kabla ya ndoa, lakini alikuwa ameshapata mwenza tayari.
kwani hata mama Mona alimaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anataka azungumze, kwa sababu alikatizwa na Mona Lisa ambaye tayari alikuwa ameshaanza kuzungumza. "Hapana dokta, sio mume wangu," alikuwa anajibu vile Mona Lisa kwa sauti kavu kabisa, kama vile ilikuwa ni sauti ya chuki fulani hivi, jibu ambalo mama Mona hakuonyesha kabisa kwamba alikuwa amelipenda. "Lakini dokta, hayo majibu ya vipimo yanahusiana vipi na maswali ambayo unatuuliza hapa?" alikuwa anauliza vile swali mama Mona kwa sauti ya ukali kidogo na kumfanya dokta atabasamu kidogo. Nilikuwa nadhani tu kwamba labda wanaishi pamoja, kwa sababu kuna maelezo ambayo yanamhitaji mume ama mchumba wake pia kwa ajili ya kuyasimamia. Alikuwa anazungumza vile daktari kwa sauti ya upole, na hiyo inawastua kidogo Mona Lisa pamoja na mama yake. "Kivipi tena dokta, mbona kama sikuelewi?" alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti iliyokuwa na mashaka na tahadhari pia. Kutokana na hali yake, Mona Lisa hatakiwi kabisa kufanya kazi ngumu, ama pia hatakiwi kabisa kukosa muda wa kupumzika. Angalau mchana anatakiwa kulala lisali moja na usiku alale angalau masaa 7 mpaka 8. Alikuwa anazungumza vile daktari kwa sauti yake ile ile, na hiyo ilikuwa nazidi kuwastua sana Mona Lisa pamoja na mamaye, ambao inakuwa ni kama hawaelewi kabisa na kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. "Dokta, kwani Mona Lisa ana tatizo kubwa sana au?" alikuwa anauliza vile swali mama Mona, ambaye ni kama vile alikuwa na wasiwasi mwingi, na huku alikuwa anamtazama dokta. "Hapana mama, Mona Lisa siwezi kusema kwamba ana tatizo lolote, zaidi tu ya kwamba kutokana na hali ambayo ako nayo, basi anatakiwa kufanya kama hivyo ambavyo nimeeleza, lakini pia itakuwa ni vizuri kama bado hajaanza kliniki, basi aanze mara moja kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya mtoto wake tumboni." Alikuwa anazungumza vile dokta, ambaye ni wazi kabisa kwamba alikuwa anajua kwamba Mona Lisa labda alikuwa anajua kwamba alikuwa ni mjamzito. Hapo mama Mona pamoja na Mona Lisa mwenyewe wakashika vichwa vyao. Clara alimuona mama yake pamoja na bibi yake vile ambavyo alikuwa ameachama midomo yao kwa mshangao, lakini ilikuwa ni kwa namna tofauti. Wakati mama Mona alikimtoka neno la mfadhaiko kwamba anaombea mimba iwe ni ya Danieli, na huku akiwa anazungumza kwa sauti ya kunong'ona kabisa na kumtazama Mona Lisa. Mona Lisa yeye alikuwa anainuka kitandani na kukaa, na huku uso wake ulikuwa unaunda tabasamu taratibu. "Asante sana Mungu, mtoto wa pili jamani, hata siamini," alikuwa anazungumza pale Mona Lisa kwa furaha, na huko daktari, nesi pamoja na mama Mona walikuwa namuona Mona Lisa alikuwa anamtazama Clara kwa uso wa furaha, na kisha alikuwa anamshika kichwa chake na kumsogezea kwake, anamkisia kwenye paji la uso, na kisha anamkumbatia akiwa amekaa pale pale kitandani. Alafu kwa sauti ya chini kabisa inayosikika anamwambia mtoto wake, "Wakati umefika sasa mwanangu, familia iungane." Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, ambaye sasa machozi yalianza kutoka taratibu kwenye macho yake. Mama Mona anajiona haelewi kabisa kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea, maana hajui kabisa kama afurahie kama Mona Lisa ambavyo alikuwa anafurahia kuona kwamba alikuwa na ujauzito, ama alia kutokana na kwamba labda hiyo mimba itakuwa sio ya Danieli Kabanzu, kwa sababu hakuwa anajua kabisa kama ujauzito alikuwa ni wa Danieli, ambaye Mona Lisa alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba hamtaki, ama ulikuwa ni wa mwanamume mwingine. "Samahani kidogo dokta, nilikuwa naomba uniache kidogo na mwanangu kwa sababu nahitaji kuzungumza naye. Tokeni na Clara pia," alikuwa anazungumza vile mama Mona, na ni kweli kabisa dokta hakuwa na pingamizi. Wakamchukua mtoto Clara na kuanza kutoka na nje, lakini ile wanafungua tu mlango walikutana uso kwa uso na kijana mmoja aliyebeba mfuko uliokuwa na boksi ambalo hilo lilikuwa na ukubwa wa wastani ndani yake. Anko. Clara alianza kupiga kelele pale pale, na huko alikuwa anachomoka mikononi mwa dokta na kumkumbatia yule mwanaume kijana ambaye uso wake unashikwa na mshangao mkubwa. Mona Lisa pamoja na mama yake pia wanatazama kule mlangoni, na wanashikwa na mshangao mkubwa, na kila mtu alikuwa anajiuliza maswali yake. Tukielekea tena huko Songea, majira ya mchana huwa saa 7, mzee Kifaru pamoja na familia yake walikuwa wanaingia Songea mjini
Walikuwa ndani ya gari lao Toyota Hiace ambalo lilikuwa linaendeshwa na yule dereva wao. Safari inakwenda moja kwa moja mpaka katikati ya mji ambako wanasimamisha gari na kuanza kuzunguka madukani. Walikuwa wanafanya manunuzi katika maduka mbalimbali, na huku walikuwa wanapishana na watu wengi ambao walikuwa wanafahamiana nao. Na kusema ukweli kabisa, kila mtu ambaye alikuwa anawaona siku ya leo alibakia mdomo wazi akiwashangaa tu, hasa kutokana na kwamba walikuwa na muonekano mpya ambao licha ya kwamba walikuwa wamevalia nguo nzuri na mpya za gharama, lakini kidogo bado walikuwa wanaonekana kama vile walikuwa na kaushamba fulani hivi. Ilikuwa na washangaza sana watu wengi ambao walikuwa na waona, kwa sababu hawakuwa wanaamini kabisa kwamba kama huyu ambaye walikuwa namuona alikuwa ndio mzee Kifaru ambaye walipata kusikia habari zake miaka ya hivi karibuni, kwamba amekuwa ni maskini wa kutupwa mara tu baada ya kuibiwa pesa zote za kiinua mgongo. Mama Jack, ni wewe kweli ama macho yangu? Mama mmoja ambaye alikuwa anaishi katika mtaa wa Majengo mwisho wa rami, jirani na wifi yake Mama Jack, yani jirani na Doris, alikosa kabisa uvumilivu na kujikuta alikuwa ameuliza kwa sauti ya mshangao, ni mimi ndugu yangu. Na kusema kweli kabisa, namshukuru sana Mungu, sasa nina afya njema kabisa kama ambavyo unaniona. Alikuwa anajibu vile Mama Jack ambaye alikuwa nadhani ya kwamba mwenzake alikuwa anauliza kuhusu afya, kwa sababu miezi kama 6 iliyopita alikuwa bado anaumwa. Jamani, mmependeza sana Mama Jack. Na mmekuja lini mjini na mmefikia wapi jamani? Alikuwa anazidi kuuliza pale maswali huyu mama ambaye mshangao wake ulikuwa wazi kabisa. Tumekuja jana tu hapa dadangu, na tupo pale pale nyumbani kwetu kwa sababu tulifanikiwa kuirudisha nyumba yetu. Alikuwa anazungumza vile Mama Jack. Basi wanazungumza mara matatu na kisha wanaagana, na wakina mzee Kifaru wanaendelea tu na manunuzi, na huku walikuwa wanaonekana wazi kufurahia mazingira na hali yao mpya, na kila mara walikuwa wanazungumzia hali ngumu ambayo waliipitia kwa miaka 3 mfululizo. Tukirejea tena hapa Kibaha maili moja, masaa mawili yaliyopita, maeneo ya stendi ya mabasi ambako Jackson alikuwa anatoka dukani kununua zawadi ya Mwanasesere kama ambavyo alikuwa ameelezwa na Mona Lisa, mara akaiona pikipiki ambayo ilikuwa imebeba watu wawili ambao anawatambua vizuri kabisa kwamba walikuwa ni wale majambazi ambao walikuwa wamekutana nao katika matukio mawili ya uporaji wa yule mama pamoja na utekaji wa mtoto mdogo. Yeye anatazama pembeni ili kusudi wale watu wasimuone sura, kwa sababu kama wangemuona pale wangeweza hata kumkamata na kumpiga. Mona Lisa angekuepo basi ningemwambia kwamba ni wao. Sasa ni kwa nini alisema kwamba eti yeye anawafahamu? Alikuwa anawaza vile tu Jackson, na huku alikuwa anasogea barabarani na kusimama. Alikuwa anasubiri simu ya Mona Lisa ili kusudi aelekee kule Panama hoteli ambako alikuwa amepanga waende wakakae kwenye bustani ya hoteli ile ambayo ilikuwa imetengenezwa vyema kabisa sambamba na michezo ya watoto. Akiwa na hamu kubwa sana ya kukutana na binti yake, kijana Jackson anasimama pembeni ya barabara usawa wa maduka, na huku mara kwa mara alikuwa anatazama simu yake kuona kama anapigiwa ama vipi. Lakini sasa unapita muda mrefu bila simu wala bila ujumbe pia. Anazidi kuvuta subira, na huku alikuwa anatoka pale barabarani na kwenda kwa muuza CD ambako palikuwa na benchi, na huku alikuwa anaendelea kutazama simu yake mara kwa mara. Mara baada ya kupita risali moja, Jackson akiwa amekaa pale pale kwenye benchi, huku bado alikuwa hajapigiwa simu na Mona Lisa. Jackson sasa akaanza kuingiwa na wasiwasi, akihisi wazi kabisa kwamba pengine Mona Lisa hataki kumwonyesha mtoto wake ama atakuwa amepatwa na tatizo fulani. Lakini Jackson anaendelea tu kusubiria na boksi lake kwenye mfuko. Hata lilipokatika risala pili, ndipo sasa uzalendo ukamshinda na kuamua kupiga simu. Bahati nzuri simu ilikuwa hewani na haikuita sana, ilipokelewa mara moja. Halo Mona Lisa, vipi, kuna tatizo kwani? Mbona masaa mawili ameshakatika mpaka sasa hujanipigia simu kama ambavyo? Samahani kaka, mimi sio Mona Lisa. Yeye yuko ndani kwa daktari. Ni hapa katika hospitali ya Tumaini. Ilikuwa nasikika sauti ya kike kutokea huko upande wa pili wa simu. Ilikuwa anazungumza kabla hata Jackson hajamaliza kuzungumza kile ambacho alikuwa anazungumza mwanzo, na ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa anazungumza kwa utulivu kabisa na kummezwa na ukubwa wa jengo ama eneo ambalo alikuwepo.
Jackson anastuka sana kusikia kwamba Mona Lisa alikuwa kwa daktari katika hospitali ya Tumaini. Vipi tena dada, kwani kimetokea kitu gani? Na ni nani anaumwa? Alikuwa anauliza pale swali Jackson maswali mfululizo, na huku alikuwa anaonyesha wasiwasi na mshtuko wa wazi kabisa. Ni kwamba tu dada Mona alisikia kizunguzungu kidogo. Unaweza kuja hapa katika hospitali ya Tumaini, utatukuta mapokezi. Alikuwa anazungumza pale huyo mwanamke ambaye alikuwa amepokea simu kutokea huko upande wa pili wa simu. Hapo Jackson anakata simu na kuulizia sehemu ambapo hospitali ya Tumaini ilikuwa. Jackson mara baada ya kuelekezwa hospitali iliko, anachapa mwendo na kutembea kwa mguu, boksi lake mkononi, na kuelekea hospitali ya Tumaini. Na huko alikuwa anawaza ni kitu gani ambacho kimemkuta mpenzi wake Mona Lisa. Hata sio atakuwa amepatwa na nini jamani. Alikuwa anawaza pale tu Jackson, na huko alikuwa anaendelea kutembea kwenye barabara nyembamba ya vumbi. Jackson akiwa ametingwa na mawazo mengi kichwani mwake, mara akasikia muungurumo wa gari nyuma ambalo hili lilikuwa linakuja kwa mwendo wa kasi sambamba na honi kali. Na ile anageuka gari lilikuwa karibu tayari, akaruka pembeni haraka na gari likapita. Jackson analitazama hili gari ambalo lilikuwa ni Toyota Prado, ambalo linafanana kwa 100% na gari la ule mama ambaye alikuwa anataka kuibiwa siku ile miezi michache iliyopita. Labda atakuwa anamwaisha mgonjwa hospitali. Alikuwa anajisemea vile tu Jackson, na huku alikuwa anaanza kutembea. Lakini safari hii alikuwa anapita pembeni kabisa ya barabara ambayo ilikuwa na nyumba chache pembeni pamoja na watu wachache pia. Lakini sasa kabla hata Jackson hajafika mbali, akaliona gari jingine lilikuwa linakuja mbio mbio. Bahati nzuri sana alikuwa anatembea pembeni kabisa ya barabara, kwa hivyo gari hilo lilipita bila shida yoyote ile kwake. Na huku alikuwa analitambua hilo gari kwamba lilikuwa ni gari ambalo analifananisha na gari la yule jambazi mtanashati. Jackson anaendelea kutembea tu kuelekea katika hospitali ya Tumaini, na huku ilikuwa na mjia kumbukumbu ya tukio la kuvamiwa kwa yule mama miezi michache iliyopita. Na huku alikuwa anakumbuka maneno ya Mona Lisa kwamba alikuwa anamjua yule mwenye lile gari. Labda inawezekana kweli kabisa nililifananisha tu. Alikuwa anajisemea vile tu Jackson, na huku alikuwa anaendelea kutembea. Mkononi alikuwa na zawadi ya binti yake Clara, ambaye alikuwa anaamini kabisa kwamba pengine anaweza kukutana naye huku ambako alikuwa anaelekea. Akiwa amekaa kwenye benchi la mapokezi, bidada Aisha akiwa pamoja na wake na Subira pamoja na mtoto Clara, alikuwa anawaza juu ya namba ambayo ilikuwa imeandikwa baba Clara kwenye simu ya bosi wake. Ukweli kabisa alikuwa anashindwa kabisa kupata jibu, kwa sababu kitu ambacho Aisha alikuwa anajua yeye ilikuwa ni kwamba Mona Lisa hakuwa na mapenzi ya dhati kwa Danieli, na alishawahi kumweleza kwamba hajawahi kabisa kulala na mwanamume mwingine zaidi ya huyo baba yake na Clara. Hata swala la kuolewa na Danieli kichwani mwake bado lilikuwa halijaingia. Lakini sasa ni kwa nini anamsevu baba Clara? Alikuwa anawaza pale tu Aisha, ambaye alikuwa anahisi kwamba aliyepiga simu labda alikuwa ni Danieli, japo alikuwa anashangazwa na uzungumzaji wa upole wa mpigaji wa simu, kwa sababu kama alikuwa ni Danieli, yeye hakuwa ni mtu wa kuzungumza kwa upole kabisa kama huyu ambaye alikuwa amepiga simu vile ambavyo alikuwa anazungumza. Lakini mapenzi siku zote huwa hayaulizi kwa nini, yanatokea tu sehemu yoyote. Alikuwa anajisemea vile tu Aisha, na huku alikuwa anamtazama mtoto Clara ambaye muda wote alikuwa amenyongea, na hiyo ilikuwa ni kutokana na hali ambayo mama yake alikuwa nayo. Lakini sasa wakiwa pale mapokezi, mara wanamuona mama Mona pamoja na Danieli Kabazu wakiwa wanaingia pale mapokezi, na huku wakiwa na sura za taharuki. Vipi jamani, kimetokea kitu gani? Mona Lisa yuko wapi Aisha? Alikuwa anauliza pale swali mama Mona kwa sauti ambayo ilikuwa na dalili zote za mshtuko na kupagawa. Yuko ndani mama. Ghafla tu wakati tupa kwenye gari tukamwona alikuwa anashikilia kichwa chake, na huku alikuwa anafumba macho, alafu akalilia siti ya gari. Lakini madaktari wamesema kwamba amepoteza tu fahamu, atazinduka muda wote kuanzia sasa. Alikuwa anazungumza pale Aisha, wakati huo Clara alikuwa ameshamkimbilia bibi yake tayari. Na kumbe basi mara tu baada ya Mona Lisa kupoteza fahamu,
na kufikishwa hapa katika hospitali ya Tumaini, Aisha akampigia simu mamake na Mona Lisa, yani Bibi Linda, ambaye wakati huo alikuwa nyumbani kwake huko Masaki. Mama Mona mara moja aliwasha gari na kuondoka na kuelekea Kibaha, na wakati wanakaribia njia panda ya Tumaini, naye akampigia simu Danieli na kumuuliza kwamba alikuwa wapi. Nipo maeneo ya Kibaha huku mama. Upo pamoja na Mona Lisa ama? Alikuwa anauliza pale swali mama Mona. Hapana mama, niko tu na marafiki zangu, na kwa sasa najiandaa kwa ajili ya kurejea mjini. Alikuwa anajibu pale Danieli kutokea huko upande wa pili wa simu, ambaye ni kama vile alikuwa na mashaka na simu ile. Basi tuende mara moja katika hospitali ya Tumaini. Nasikia kwamba Mona Lisa amepoteza fahamu. Alikuwa anazungumza pale mama Mona kumpasha habari Danieli, na hivyo ndivyo wawili hawa walipojikuta wanaingia pamoja hapa hospitalini. Basi washa kwanza tuingie tukamwone. Alikuwa anazungumza pale mama Mona, na huku alikuwa anaanza kutembea kuelekea upande wa vyumba vya kupumzisha wagonjwa, na huku alikuwa amemshika mkono mtoto Krala, na walikuwa naongozwa na pamoja na Danieli Kabanzu pia. Krala, mjukuu wangu, mbona sasa humwamki Anko Dani? Alikuwa anauliza pale swali mama Mona mara baada ya kuona kwamba mjukuu wake Krala alikuwa anamshangamkia yeye tu na kumwamkia, lakini Danieli hakuwa kabisa na habari naye. Krala anabaki kimya tu, na huku alikuwa ameshikilia mkono wa bibi yake. Dakika chache baadaye, Aisha akiwa pamoja na Subira pale nje mapokezi, mara wanamuona kijana mmoja alikuwa anaingia pale, na huku alikuwa ameshikilia mfuko uliokuwa na box katika mkono wake, na mara wanamuona alikuwa anatazama kushoto na kulia. Ni kama vile kuna mtu alikuwa anamfananisha hivi. Aisha alipomtazama vizuri kijana huyo, ni kama vile alikuwa anamfahamu, lakini anashindwa kabisa kuamini kile ambacho alikuwa anakiona, kwa sababu ya ule msemo wa duniani wawili wawili. Lakini wamefanana sana. Sema yule alikuwa amechaka kuliko huyu. Alikuwa anazungumza pale Aisha, na huku alikuwa anaendelea kumtazama tu huyu kijana. Mara Aisha akamwona huyu kijana alikuwa anatazama katika upande wake, na macho yao yalipokutana, yule kijana akaachia tabasamu pana, na kisha akaanza kuja katika upande wake. Siamini kabisa kama ni yeye. Alikuwa anazungumza pale Aisha, ambaye alikuwa anamkumbuka kijana Jackson Kifaru, ambaye alikuwa amekuja pale ofisini kwenye usairi pasipo kuandika barua ya maombi kama ambavyo wengine wote walikuwa wamefanya. Kijana ambaye miezi miwili iliyopita alikuwa na muonekano tofauti kabisa na huu ambao alikuwa nao leo. Habari za leo dada. Alikuwa anasalimia vile kijana huyu ambaye hata sura yake ilikuwa inaonekana vyema kabisa kwamba ni kijana mwenye upole wa kuvutia. Salama tu anko. Hivi ni Jackson vile? Alikuwa anauliza pale swali Aisha, ambaye alikuwa anaamini kabisa kwamba alikuwa ni mtu wa karibu na Mona Lisa, akilinganisha na ile siku alipokutana pale ofisini Kibaha kwa Mfipa. Jackson anaacha tabasamu zaidi na kisha kuzungumza. Ndio dada, ni mimi. Nilikuwa nadhani kwamba hunikumbuki, maana nyie huwa mnakutana na watu wengi sana. Alikuwa anazungumza pale Jackson, na watu wakajikuta walikuwa wanacheka kidogo. Siwezi kabisa kukusahau kaka, kwa sababu katika ule usaili siku ile, wewe ndiye peke yako ulitoa kali ya mwaka. Alikuwa anazungumza pale Aisha, na huku wote walikuwa wanacheka. Samahani, umekuja kumwona Mona Lisa? Kwa sababu nasikia kwamba eti ameletwa hapa hospitali. Alikuwa anauliza pale swali Jackson, ambaye ni wazi kabisa kwamba hakujua kwamba huyo ndiye aliyezungumza naye muda mfupi uliopita kwenye simu. Ndio nimekuja kumwona. Yuko katika chumba nambari 5 hapo mbele tu pameandikwa VIP 5. Alikuwa anazungumza pale Aisha, ambaye hakujua kabisa kama kulikuwa na lolote la ziada zaidi ya kufahamiana tu, kwa sababu alikuwa anahisi kwamba aliyepiga simu mwanzo na ambaye nambari yake ya simu imeseviwa baba Krala labda alikuwa ni Danieli Kabanzu, ambaye tayari alikuwa ameshafika. Sawa, basi wacha kwanza nimuone. Alikuwa anazungumza pale Jackson kabla hajaanza kutembea kuelekea upande ambako alikuwa ameelekezwa, ambako alitembea kwenye korido, na huku alikuwa anatazama kushoto na kulia, nusu amkumbe kijana mmoja ambaye alikuwa anakuja mbele yako. Ni usenge kabisa huu.
Yaani mama yake anamwambia vitu vya msingi kabisa, ye muda wote anajifanya kukataa tu. Kila siku tutakaa kwanza, kila siku tutakaa kwanza. Hadi lini sasa? Alikuwa anazungumza vile jamaa yule kwa sauti ya chini iliyokuwa na hasira kiasi cha kumfanya Jackson amtazame usoni. Ilibaki kidogo tu Jackson akimbie, kwa sababu alimtambua kwa haraka sana yule jamaa, kwamba alikuwa ni jamaa aliyeonekana na wale majambazi wawili wa kwenye pikipiki mara mbili, na mara zote ilikuwa ni katika mipango ya uhalifu ambayo yeye ndio alikuwa ameivuruga. Lakini Jackson alipishana na huyu jamaa bila kumsemesha wala hata kumtazama. Na Jackson anakumbuka kwamba huyu jamaa hawezi kabisa kumtambua, kwa sababu alikuwa hajawahi kabisa kukutana naye ana kwa ana. Hata swinge kwaje jamani, kwa sababu anaweza kuwa na bastora kabisa huyu jamaa, lakini mkono kwa mkono mimi nasimama naye na hawezi kabisa kunishinda. Alikuwa anazungumza pale Jackson, na huku alikuwa anamsindikiza kwa macho yule jamaa mpaka alipotoweka, na kisha yeye anaendelea tu kutembea kuelekea kule ambako alikuwa ameelekezwa. Na safari hii hakutumia muda mrefu, akaupata mlango ambao ulikuwa umeandikwa VIP 5. Ndani kuna mazungumzo fulani alikuwa anayasikia. Akasimama mbele ya mlango na alikuwa anajiuliza tu kwamba agonge ama asigonge, lakini mwisho wa siku alikubaliana tu na moyo wake kwamba agonge mlango. Na wakati Jackson ananyanyua mkono wake ili kusudi agonge mlango, mara mlango wenyewe ukafunguka pale pale, na mbele yake aliwaona watu 5. Wawili kati yao walimshangaza. Kieleleza mtoto kumwita anko, ambaye alikuwa ni mtoto Clara, ambaye alikuwa anamjua vizuri kabisa kwamba alishawahi kukutana naye miezi 2 iliyopita. Ni yule ambaye alikuwa amemwokoa kutokea kwa wale watekaji. Zilikuwa zinaanza kusikika masikioni kwake Jackson. Hapo sasa Jackson anakumbuka jambo. Clara alikuwa ananong'ona vile Jackson, na huku alikuwa ananyanyua uso wake na kumtazama mama mtu mzima ambaye alikuwa amesimama pembeni ya kitanda ambacho Mona Lisa alikuwa amelalia, naye alikuwa ametoa macho kwa mshangao kama Mona Lisa, na walikuwa anamtazama tu kwa mshangao. Jackson anamtazama Mona Lisa na kisha anamtazama huyu mama mtu mzima mwenye uzuri wake, na kisha anamtazama Clara ambaye alikuwa amemkumbatia mama Mona. Anamtazama Jackson na kisha anamtazama tena Mona Lisa, alafu anamtazama Clara kwa macho ya mshangao. Mona Lisa naye anamtazama Jackson na kisha anamtazama Clara, na huku akiwa bado haelewi kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Anko, wenzako wale majambazi tumewaona tena leo. Alikuwa anasikika Clara alikuwa anazungumza vile kwa sauti ya kusemelea, akionyesha wazi kabisa ni jinsi gani alikuwa anamwamini Jackson kama mkombozi wake. Dokta pamoja na nesi ambao walisha kuwa na mshangao mkubwa baina ya watu wale, lakini wao walichukulia kama ni jambo la kawaida tu kwa wanafamilia. Basi sasa utatoka na anko wako, sawa? Alikuwa anazungumza vile huyu nesi, na huku alikuwa anatoka na kufunga mlango, wakiwaacha Jackson, Clara, mama Mona pamoja na Mona Lisa wenyewe. Jackson, umejuana vipi na Clara? Inamaanisha kwamba ulikuwa unamtafuta au? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa kwa sauti ya mshangao ambayo ilikuwa inaambatana na tabasamu pana la furaha. Ilikuwa ni wazi kabisa kwamba alikuwa anajiuliza Jackson alikuwa anafahamiana vipi na mtoto wake Clara. Maana kwa vile ambavyo Clara alikuwa anamshangamkia Jackson, alishia kuacha mdomo wazi tu kwa mshangao. Jackson anakosa kabisa jibu, anamtazama mama yake na Mona Lisa kwa macho ya mshangao. Mama, kwani wewe humjui kabisa huyu anko? Si ndio yule aliyenichukua kwa wale walioniiba kama ambavyo nilikwambia siku ile mama? Alikuwa anazungumza vile Clara ambaye sasa alikuwa ameungangania kabisa mkono wa Jackson, na mshangao ulioibuka pale ulikuwa na zile mara 2 zaidi. Mona Lisa anaziba mdomo wake kwa mikono yote miwili akionyesha mshangao, na hata mama yake na Mona Lisa na yeye anapiga makofi kwa mikono yake miwili akionyesha mshangao vile vile. Jamani, makubwa haya. Hivi ni wewe kweli kijana ama nakufananisha? Alikuwa anauliza vile swali mama yake na Mona Lisa, na huku alikuwa anamtazama Jackson kwa macho ya mshangao na viulizo vingi. Ni kweli kabisa, ni mimi mama. Shikamoo.
Alikuwa anasalimia vile Jackson kwa sauti ambayo ilikuwa na ujazo mkubwa wa unyenyekevu, na huku alikuwa anaachia tabasamu laini. Lakini sasa mama Mona hakuitikia hata salamu yake Jackson. Badala yake alikaa kitandani kama vile mtu ambaye alikuwa amechoka, na huku alikuwa anaashia mguno wa kukosoa. Yametimia mwanangu. Danieli alisema kabisa kwamba huyu kijana kuna mchezo ambao anatuchezea. Mchezo ambao sisi hatujui. Mwisho wa siku anakuja kunufaika na sisi. Ndo haya sasa yametimia. Alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti ambayo ilikuwa na chuki ya wazi kabisa. Kivipi tena mama, kwani unamfahamu Jackson au? Alikuwa anauliza vile swali Mona Lisa kwa sauti ya mshangao na tahadhari, na huku tabasamu lake lote lilikuwa linatoka usoni mwake. Namjua vizuri kabisa huyo kijana Mona Lisa. Ndio yule aliyejifanya kunisaidia nisibiwe pesa kule Miembe Saba. Na kumbe alikuwa na lake jambo. Alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti ambayo ilikuwa na dharau na kumfanya Mona Lisa ashangae kwa maneno yale ya mama yake ambayo alikuwa anazungumza. Kwa nini sasa mama unasema kama hivyo? Hivyo unajua kwamba kaka wa watu hakuwa hata anakujua, lakini akahatarisha maisha yake kukusaidia usiporo pesa nyingi ambazo alikuwa nazo. Isitoshe hata kabla hajajua kwamba Clara ni mtoto wake, akakaribia kupoteza maisha kwa ajili yake kumwokoa kutoka kwa watekaji. Leo hii mama unasema kwamba eti alikuwa na mpango wake kweli? Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya mshangao iliyokuwa na kutoamini kama mama yake anaweza kuzungumza maneno kama yale. Mama yake anashangaa tena. Safari hii alikuwa anamtazama Jackson kisha anamtazama Mona Lisa. Kwa hivyo unataka kusema kwamba huyu ni Jackson baba yake na Clara? Alikuwa anauliza vile swali kwa mshangao mama yake na Mona Lisa, na huku alikuwa anamtazama tena Jackson. Ndiyo mama, ni yeye. Na hata huu ujauzito pia ni wa kwake. Anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ya chini na kumfanya mama Mona ashike kichwa. Mama yangu. Mona Lisa jamani, umefanya kitu gani mwanangu wakati unajua kabisa kwamba una mchumba? Yaani na wewe umeingia katika mtego wa huyu mlaghai ambaye alifanya haya yote ili kusudi umuone mtu wa maana na hatimaye urudiane naye. Alikuwa anazungumza vile mama Mona mfano wa mtu ambaye alikuwa amepata taarifa mbaya. Mama, hivi unajua kweli kitu ambacho anazungumza? Hebu ona kwanza mama. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na huku alikuwa anainuka kutoka kitandani ambapo alikuwa amelala na kwenda kumpandisha suruali mguu wa kushoto Jackson na kuacha sehemu ya jeraha mguuni ikiwa wazi. Hivi mama ndo unataka kusema kwamba angeshindwa kuja kwangu moja kwa moja mpaka ajihatarishe maisha yake namna kama hii? Ulimpatia nambari zako za simu mara baada ya kuokoa pesa zako zisibiwe. Siange kutafuta sasa ili kusudi muwe karibu ili kusudi aweze kujua mimi niko wapi mama, kama alikuwa anajua kila kitu. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa safari hii kwa sauti ya ukali kidogo. Kusema ukweli kabisa mama Mona hakuonyesha kabisa dalili ya kwamba alikuwa anakubaliana na Mona Lisa kile ambacho alikuwa anazungumza. Zaidi alitikisa kichwa kukataa. Muda wote Jackson alikuwa anaishia kutabasamu, na tena tabasamu la kinyonge kabisa. Mona Lisa unaumwa. Hupaswi kabisa kuzungumza kwa nguvu kama hivi. Naomba nikuache uzungumze na mama. Mimi na Clara tutakuwa hapo nje. Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa sauti ya utulivu na ya unyonge, kwa sababu alikuwa anaona wazi kabisa kwamba alikuwa anakwenda kumkosa Mona Lisa. Unakwenda wapi tena? Ndi lazima niwapige simu polisi waje hapa mara moja, kwa sababu tulishatoa taarifa za utekaji waliomfanyia Clara. Alikuwa anazungumza vile mama Mona, na huku alikuwa anatoa simu yake kwenye mkoba na kuanza kubofya namba akitafuta namba fulani ya simu, na huku Jackson alikuwa anaacha tabasamu la unyonge kama kawaida. Bibi, kwa nini unataka anku akamatwe wakati alinisaidia? Alikuwa anauliza vile swali mtoto Clara ambaye bado alikuwa ameushikilia mtoto wa Jackson muda wote, na huku alikuwa analia tu kitoto. Hakuna chochote ambacho anajua na wewe. Hebu kaa kimya hapa. Huyo ndiye anayevuruga kila kitu. Mpaka mama yako hataki kabisa kuolewa.
Alikuwa anazungumza vile mama yake na Mona Lisa ambaye alishaja kusudi kumsaidia kuokoa pesa zake nyingi siku ile kutoka kwa majambazi na hata kumwokoa mjukuu wake Clara ambaye alikuwa ametekwa na majambazi, lakini alikuwa ametokea kumchukia ghafla tu kijana wa watu, hasa mara baada ya kugundua kwamba kumbe ndiye baba wa mtoto Clara na pia ndiye aliyempachika mimba ya pili tena Mona Lisa, kwa maana kwamba penzi lao lilikuwa limeanza upya tena. Na ndio maana sasa Mona Lisa alikuwa hataki kabisa kuwa karibu na Danieli, na pengine hata ndoa ambayo Mona Lisa alikuwa anazungumza siku chache zilizopita kwamba itafungwa mwaka huu, alikuwa anamaanisha ilikuwa ni kati yake na Jackson. Wakati mama Mona anaweka simu yake sikioni kuwapigia polisi, Mona Lisa akamnyang'anya simu mama yake na kisha kuikata. Mona Lisa, unajua kabisa kwamba mimi ni mama yako mzazi. Nipatie simu mara moja. Alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti ambayo ilikuwa na hasira. Simu nakupatia mama, ndio. Lakini sikiliza kwanza. Nisikilize nini Mona Lisa? Umemchukua huyu jambazi aje kuwa mke wangu mimi, inawezekana vipi hiyo? Alikuwa anazungumza vile mama Mona kwa sauti ya ukali, na huku alikuwa anajaribu kumnyang'anya simu Mona Lisa ambaye alikuwa anaikwepesha ili kusudi mama yake asipate. Lakini Mona Lisa, huyu ni mama, hatuwezi kabisa kumkosea adabu. Mpatie simu. Pengine gerezani itakuwa ni sehemu nzuri sana kwangu ili kusudi niepukane na haya yote. Alikuwa anazungumza vile Jackson kwa sauti ya unyonge. Jackson, wewe ndio babake na Clara. Haijalishi kabisa mama anakuona vipi, lakini huwezi kabisa kwenda popote wakati ukweli mimi ndio naujua. Alikuwa anazungumza vile mama Clara kwa sauti ambayo ilikuwa na hasira. Ni ukweli gani ambao unaujua wewe? Wakati kile ambacho unawaza hapa ni mapenzi tu muda wote, na huyu jambazi ameshakutia upofu, basi hakuna chochote ambacho unawaza. Alikuwa anazungumza vile mama Mona, na huku alikuwa anakwapua simu kutokea kwa Mona Lisa. Akabofya simu hiyo na kisha kuweka sikioni, nayo ikaanza kuita pale pale. Lakini mimi naujua ukweli wote mama. Wapigie tu polisi, kwa sababu jambazi tunaye hapa hospitalini pia. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti iliyokuwa na hasira. Jambazi ni nani hapa hospitalini zaidi ya huyo mshenzi hapa? Jambazi ni Daniel Kabazu mama. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na hapo sasa mama yake akamtazama kwa macho ya mshangao, na huku alikuwa anatoa simu sikioni ambayo ilikuwa inaendelea kuita. Yaani Mona Lisa, unathubutu kumuita mwenzako jambazi kwa sababu ya huyu mshenzi? Alikuwa anauliza vile swali mama Mona kwa sauti ya chini iliyokuwa na mshangao, hasira pamoja na machungu pia. Hapana mama. Lakini ukweli ni kwamba Daniel ndio jambazi na ndio chanzo cha mimi kuzimia pia. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa. Safari hii ilikuwa ni kwa sauti ya chini kidogo, akiondoa uzungumzaji wa hasira ambao alikuwa anautumia. Mama Mona alikata simu haraka na kisha kuuliza, Mona Lisa mwanangu, hebu acha uongo basi. Mwenzako Daniel anaweza vipi kuwa jambazi jamani? Mwanaume ambaye anakupenda na amekuvumilia zaidi ya miaka 5 licha kwamba umepata mtoto, lakini yeye bado tu anakupenda. Alikuwa anauliza pale swali mama Mona ambaye hakusubiri ajibu, akaendelea kuuliza tena swali. Ama huyu mshenzi ndio aliyokudanganya wakati yeye ndio jambazi mwenyewe? Alikuwa anazidi kuuliza pale swali mama Mona kwa sauti yake ile ile ambayo ilikuwa na machungu. Safari hii alikuwa anamtazama Jackson kwa macho ambayo alikuwa na hasira. Hapana mama. Hata mimi mwenye jana nilikuwa nambishia kama ambavyo nabishia wewe. Aliponionyesha gari la Daniel pamoja na pikipiki ya hao majambazi wenzake. Lakini leo hata Clara amewatambua wale majambazi ambao walikuwa kwenye pikipiki wakati ambao tunapita maili moja kule. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa. Pale pale sasa mama yake ikamjia kumbukumbu ya wakati ambao alikuwa anampigia Daniel kwa ajili ya kumpatia taarifa kwamba Mona Lisa alikuwa hospitali. Alimwambia kwamba alikuwa Kibaha pamoja na marafiki zake. Hapana kabisa Mona. Inawezekana vipi sasa haya yote ambayo unazungumza Mona Lisa mwanangu? Alikuwa anazungumza vile mama Mona, na huku alikuwa anakaa kitandani. Alikuwa amechoka kama vile alikuwa ametoka kufukuza mwizi.
Mama, kusema kweli kabisa, hata mimi wakati naambiwa kwa mara ya kwanza kabisa sikuamini kama wewe. Mpaka leo wakati tupo barabarani Clara alipowaona wale wawili wenye pikipiki, ndipo sasa nikaanza kuunganisha doti. Alikuwa anazungumza vile Bwana Lisa, na huku alikuwa anavuta kirisha pembeni na kukisogeza kwa Jackson akimtaka akae, lakini Jackson hakuhitaji kukaa. Aliendelea kusema matu vile vile. Mama Mona akatulia kwa dakika kadhaa akiwa anatafakari jambo kabla hajanyanyua kichwa chake na kumtazama Jackson ambaye bado alikuwa na tabasamu la unyonge vile vile. Akashindwa kabisa hata kumsemesha chochote. Mama Mona akainamisha kichwa chake chini. Alikuwa anakumbuka vizuri kabisa siku ya tukio la Clara kutekwa. Kwanza kabisa waliokuwa wanajua swala la uwepo wa pesa ndani alikuwa ni yeye, Mona Lisa pamoja na Daniel tu basi. Lakini pia majambazi walikuwa wanahitaji milioni 120, pesa zile zile ambazo zilikuwepo kwenye begi pia bila kupunguza wala kuongeza. Isitoshe, Mama Mona alikuwa anakumbuka kwamba hata mara baada ya Clara kupatikana, Daniel alikuwa anang'ang'ania sana kuzipeleka pesa kwa hao majambazi. Lakini pia lilipokuja swala la kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, Daniel alikuwa anapinga kwa asilimia zote 100 na kushauri kwamba wasifanye kama hivyo. Na ni baba yake Mona aliyetoka Mbogoland na kuja kutoa taarifa kituo kikuu cha polisi. Mama Mona anainamisha kichwa chake chini mara baada ya kukumbuka haya yote. Sasa ndio anaanza kupata picha mwanangu, japo siwezi kabisa kuhukumu moja kwa moja. Alikuwa anazungumza vile Mama Mona kwa sauti ambayo ilikuwa imepoa. Lakini mama, hata mimi pia nimeshaanza kupata mwanga juu ya hilo. Unajua ile siku ambayo mtoto alitekwa, Daniel alifika nyumbani bila hata kuwa na taarifa. Wakati tulikuwa tumeshaachana, yeye alikuwa anaelekea Masaki na mimi nilikuwa nakwenda nyumbani. Akanikuta nilikuwa nazungumza na simu. Halafu yeye akaninyang'anya simu haraka haraka na kukubaliana tu na majambazi kwamba hizo pesa atapeleka. Lakini pia alikuwa ananikumbusha mambo ambayo mimi ndio nilikuwa nimeambiwa na wale majambazi. Wakati huo yeye alikuwa hajaja bado na kunikuta nilikuwa nazungumza na simu. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa, na safari hiyo alikuwa anazungumza kwa sauti ya chini. Jackson muda wote alikuwa amesimama pamoja na Clara, ambaye sasa alianza kulichungulia boksi kwenye mfuko ambao anko alikuwa ameubeba. Kwa sasa tunafanyaje? Alikuwa anauliza pale swali Mama Mona. Hapo sasa wanakaa kimya kwa muda mfupi kabla Mama Mona hajaibuka na jibu. Lakini wacha tusubiria kwanza Mona, sawa? Tutafute ushahidi na kisha tuwajulishe polisi pia. Alikuwa anazungumza vile Mama Mona na wote walikubaliana. Mama Mona akamtazama Jackson ambaye huyu alikuwa ameshindwa kabisa kumwambia chochote. Badala yake anamgeukia Mona Lisa. Na usimwambie kwanza Daniel kwamba huyu ndio babake na Clara. Na wala sijui kabisa kama kuna kitu ambacho tumeanza kuhisi kuhusu yeye. Alikuwa anazungumza vile Mama Mona kabla hajaaga na kuondoka zake, na huku alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa amechanganyikiwa na mambo vile ambavyo yalikuwa nakwenda. Huko ndani ya hospitali Mama Mona alimwacha Mona Lisa alikuwa anainuka kitandani na kumkumbatia Jackson. Clara alikuwa anawatazama tu kwa uso ambao ulikuwa umejawa na tabasamu, akiacha kufungua boksi ambalo lilikuwa na zawadi ambayo alikuwa anaipenda. Ulisema kweli kabisa baba Clara. Na sasa ndio nimeshaanza kuamini kwamba Daniel ni jambazi. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa na huku alikuwa amekubatiana na Jackson. Mama, kwani anko ndio baba yangu? Alikuwa anauliza pale swali mtoto Clara kwa sauti ambayo ilikuwa na furaha ya wazi kabisa. Ndio mwanangu. Huyo ndiye baba yako Clara. Na kumbe siku zote alikuwa karibu sana na sisi, akitulinda dhidi ya watu wabaya mwanangu. Alikuwa anazungumza pale Mona Lisa, na wakati ule ule mlango ukafunguliwa. Akaingia nesi na huku alikuwa na karatasi mkononi. Mona Lisa pamoja na Jackson wanatazama kule mlangoni. Samahani jamani, nimekuja kuwapatia taarifa kwamba umeruhusiwa na mama ameshapita mapokezi kulipia bili zote za matibabu tayari. Alikuwa anazungumza pale huyu nesi ambaye kabla hajatoka Mona Lisa akamwagiza,
Samahani nesi, naomba niitie huyo dada ambaye amenileta hapa. Nasikia wapo mapokezi hapo. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na nesi akaondoka zake. Mona Lisa anamtazama tena Jackson. Jackson, mimi hapa ni mjamzito. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa kwa sauti ambayo ilikuwa na furaha zaidi. Ilifuatwa na tabasamu pana la furaha kutokea kwa Jackson, na huku alikuwa anamvuta Mona Lisa kwake na kumkumbatia. Kwa sasa Jackie tutarajia kupata mtoto wa pili. Alikuwa anazungumza vile Mona Lisa na huku alikuwa kifuani kwa Jackson. Mama Mona anatoka kwenye wodi na kupitia mapokezi kulipia matibabu yote ya Mona Lisa, na kisha anaelekea upande wa maegesho ya magari. Alikuwa ameshasahau kabisa kwamba wakina Aisha wapo pale mapokezi. Yeye akatembea tu kuelekea kwenye gari lake, na alipolifikia akaingia na kuliwasha, na kisha aliondoka zake akasahau kabisa kwamba Daniel pia alikuwepo pale. Ile Mama Mona tu anatoka, Daniel naye ambaye alikuwa kwenye gari aliwasha gari lake na kuanza kumfuata Mama Mona, akiwaacha wakina Aisha walikuwa na shangaa tu uondokaji wa watu wale wote wawili, yani mtu na mkwe wake mtarajiwa. Msikilizaji, huu ndio mwisho wa sehemu ya 14 siku ya leo. Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 15. Majina yangu naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Hii ni Ndizi kwa Mlenda.